mapambano dhidi ya rushwa. Dunia imebadilika na chaguzi zinabadilika, na vyama vyetu ni vyama vya watu wa kawaida, ni vyama vya wakulima, vyama vya wafugaji, vyama vya wajasiriamali, vyama vya wananchi, na wananchi walio wengi katika nchi zetu hizi ni wakulima. Kwa hiyo Mwalimu aliwahi kusema vyama vyetu bado havijafikia hatua ya kuwa vyama vya mabwenyenyi, ni vyama vya wananchi wa kawaida. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana mara zote vyama hivi tukaendelea kutazama misingi ya haki na usawa katika nafasi za uongozi na kupambana na adui rushwa. Ukiwa na adui rushwa, watu watapata uongozi kwa kutumia fedha. Hatutapata viongozi wazuri. Wale wenye sifa watakosa sifa, na wasio na sifa kwa sababu wana fedha watapata madaraka. Matokeo yake tutatengeneza ombwe la kiuongozi na tutaweka mpasuko. Tutaweka wanasema gap baina ya watu na chama. Sasa watu wakifika mahala wanasema bana, chama hiki sio msemaji wetu. Matokeo yake ni kwamba tunaanza kupoteza kuungwa mkono na watu. Kwa hiyo la kwanza, ili vyama vyetu viendelee kuwa vyama vya watu, lazima viendelee kutoa fursa kwa usawa, kwa haki ndani ya vyama vyenyewe. Na kwa maana hiyo basi ni muhimu sana ajenda ya umoja na mshikamano, kwanza miongoni mwa vyama vya ukombozi, lakini miongoni mwa mataifa ya Afrika kwa maana ya umajumui wa Afrika, lakini miongoni mwa vyama vyenyewe. Adui mkubwa mahala popote pale ni farakano, ni migawanyiko, ni makundi. Mambo haya matatu yanaleta madhara makubwa sana kwa umoja na mshikamano ndani ya vyama. Vyama vyetu na serikali zake viendelee kuwajengea uwezo vijana. Vijana ni kundi kubwa sana. Hakuna chama kita survive kama hakikuwekeza kwa vijana. Wazee wetu, baba wa taifa, wakati wanapigania ukombozi wa bara letu la Afrika, wote walikuwa vijana. Kina Mandela, ukija ndani ya nchi yetu, kina Kawawa, kina Kambona, wote wale ilikuwa ni timu ya vijana. Ukiangalia baraza la kwanza la Mwalimu Julius Nyerere la serikali ya Tanganyika, wote walikuwa ni vijana. Kwa hiyo lazima kuwe na mfumo wa kubadilishana vijiti. Vijana wa zamani wanakwenda, wanaingia vijana wa sasa, wanaenda, tunaita succession plan, ili maono walionayo viongozi wetu yaendelee kudumu na mapambano ya ukombozi wa kiuchumi yaendelee. Lazima kuwe na mbio za kupokezana vijiti. Leo hapa nimemaliza wanafunzi 90. Leo hapa nimehesabu wanafunzi waliopitia hapa, wanafunzi 11,000. Hao ni matokeo ya kwanza. Wanafunzi namba kadhaa wamemaliza mafunzo. Hilo nao ni tokeo pia la muhimu sana. Tokeo la pili ambalo tunasema lazima matokeo ambayo yanaleta yani matokeo chanya sasa. Yani uone baada kutoka masomo sasa nini anaenda kufanya kule alikotoka. Na wao tunawaambia mara nyingi kwamba wewe umetoka shule hii ya uongozi, tunataka uwe kiongozi mshirikishaji, kiongozi ambaye matokeo chanya. Na matokeo yanatoka kwa ajili ya wao kushirikisha wale wananchi walikotoka. Kwa hiyo ndio nafasi ya pili. Na hii mara nyingi inatokea baada ya miaka miwili, baada ya mafunzo kama miaka miwili. Ukiona bahati wengine wanatokea moja kwa moja, wengine wanachukua miaka miwili. Lakini tokeo kubwa kabisa ni ile sasa kuleta mageuzi kwa maisha ya watu. Kiongozi mzuri, kiongozi aliyeiva amepikwa vizuri kisiasa na kichumi, lazima aweze kuleta matokeo chanya kwa watu wanaoongoza. Na matokeo yale maana yake kwamba lazima watu waonekane kuna maisha bora kwa wananchi katika sehemu za afya, katika sehemu za elimu na katika sehemu ya uchumi wa watu mtu mmoja mmoja. Kwa sababu mpaka sasa hivi watu wengi wanaambiwa kwamba uchumi sio kwenye mfuko, waone uchumi kwenye mfuko. Sasa ni kazi ya kiongozi huu, kwa sababu kazi ya kiongozi moja hapo ni kuhamasisha watu kushiriki shughuli za kufanya kazi.